siwaone madhaifu, kawaekea vikwazo. Wenye yao mapungufu, Ilahi kaweka nyenzo, kawatunukia kenzo, maarifa na muongozo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatu rabbi wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji, wafuatiliaji wa Africa TV, karibuni sana katika kipindi chetu hichi cha muda ambao ni muafaka kabisa katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa mfungo tatu. Tulikuwa tunapenda kwa wale ambao wengi wanataka kujishughulisha na ibada kubwa kabisa ndani ya mfungo tatu huu, ibada ya kuchinja, ibada ya udhiya, ibada ambayo ipo ndani ya dini ya Kiislamu na katika muda wake maalumu. Ibada ya kuchinja ni ibada kubwa sana ambayo tunaiona watu wengi wakiwa wanaifanya, watu kutoka nje ya nchini mwetu Tanzania na wale ambao wako ndani ya Tanzania. Lakini pia wapo ambao wako ndani huwa wanaifanyia takaus, huwa wanaifanyia kuidogesha, hawaifanyi ibada hii. Kwa hiyo tumeonelea kuwa na vipindi hivi vya mfululizo katika siku 2-3 hizi, ili watu waweze kujua nini ambacho kinampasa kufanya, maandalizi gani ambayo anapaswa afanye yule ambaye anahitaji kufanya ibada hii ya udhiya. Kabla hatujakwenda mbali zaidi, hebu kwanza tujue udhiya ni nini au ni kitu gani. Udhiya ni jina ambalo limepewa au amepewa mnyama au kichinjo ambacho huwa ndio kinachinjwa kwa ajili, nia yake kubwa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kichinjo hichi kinakuwa katika wasifu maalumu, lakini pia kinakuwa katika utekelezaji wake kina masiku yake maalumu. Kwa hiyo udhiya ni kichinjo au mnyama anayechinjwa katika siku maalumu, lakini pia awe na sifa maalumu, lakini kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ibada ya udhiya ni ina nafasi gani katika sharia za Kiislamu au katika ahkami za Kiislamu? Tunaona kwamba wanawazuoni wamezungumzia ibada ya udhiya na wakagawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi ambalo la jamhur ya maulama au madhehebu nyingi zinaizungumzia udhiya ni sunna ambayo iliyokokotezwa, au wanasema ni sunna muakkada, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama mwenyewe ameifanya, lakini pia ameizungumza. Kwa hiyo imegawanyika au imekusanya ibada ya udhiya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia na vitendo vyake. Kwa hiyo ni sunna ambayo imekokotezwa. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja kwa kusema fasalli li rabbika wanhar, kwa maana kwamba swali kwa ajili ya Mola wako, lakini pia na uchinje. Wengi wameifasiri aya hii kwa kusema kwamba swali sala ya Idi ambayo ni Idi ya Adha, Idi ya kuchinja, lakini pia na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Lakini pia hii ni moja katika nusuk ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezisema, walikullin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah, kwa maana kwamba ameweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi manasik, baadhi ya utendaji wa ibada hizi, ili tupate kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama pia alivyosema kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kwa hiyo ibada ya kuchinja ni ibada ya kumchinja mnyama ambaye ana sifa maalumu, lakini katika wakati maalumu. Kuna wakati wake, sio ibada ya kuchinja inakuwa kila wakati, kila miezi, la, lakini lengo kubwa ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaona Mtume sallallahu alayhi wasallam aliifanya ibada hii, baadhi ya masahaba zake akiwemo Anas ibn Malik, akiwemo Jabir, wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam dhaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bikabshaini amlahaini, alichinja Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada hii ya udhiya. Yeye alichinja kondoo wawili, kondoo ambao wanasema kwamba wenye rangi nyeupe, wengine wanasema ni rangi nyeupe na rangi nyeusi wamechanganyika, wengine wanasema ni kondoo ambaye alikuwa katika rangi ya kijivu, lakini wanasema ni kondoo malih, kondoo ambaye ni mzuri. Uzuri huu kwa maana uzuri wa rangi,
uzuri wa umbile lile la yule mbuzi au kondoo ambaye kuwa amechinjwa, lakini uzuri wa nyama yake, uzuri wa kutononoka kwake. Kwa hiyo ibada ya udhiya Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya na aliwaambia watu wafanye. Mwisho alisema kwamba man kana lahu sa'atan, mtu ambaye atakayekuwa na uwezo, walam yudahi, alafu hajachinja, hajatoa kichinjo, basi fala yaqrabanna musallana, huyu mtu asitukaribie sisi, asije katika maeneo yetu sisi ya ibada. Kwa hiyo wapo waliosema kama nilivyosema kundi la kwanza kwamba ibada hii ni sunna muakkada, lakini wapo waliofikia wakasema ibada hii ni wajib, kwa maana ni ibada ya lazima, hasa kwa mtu ambaye mwenye uwezo. Anao uwezo alafu hajachinja, basi mtu huyu anakuwa anapata dhambi kwa maana ameacha wajib. Lakini kauli iliyokuwa na nguvu zaidi ambayo tunaondoka nayo sisi ni kauli ya kusema kwamba ibada hii ni sunna, lakini sunna ambayo alitekeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alipigia debe watu waitekeleze. Lakini tuangalie nini athari ya ibada hii katika jamii au hikma yake. Ukiangalia hikma ya ibada hii ni kubwa sana. Tuangalie sosi ya hii ibada. Kwanza, pamoja na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumesema, lakini hii ibada inaonyesha kujidhalilisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa tayari kutekeleza yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha, kuwa na ubudia lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Hasa tukiangalia kisa ambacho kilitokea mpaka kapelekea ibada hii. Tunajua kwamba kisa hichi kilitokea kwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Nabiiullah Ibrahim tunaona alikutana na mitihani mikubwa sana, mitihani ambayo mpaka akafikia kutaka kuchomwa moto kwa sababu ya kuangusha ile miungu ambayo watu wake, jamii yake ilikuwa inaabudu. Walimuingiza katika moto, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kwamba huu moto uwe salama na uwe ni ubaridi kabisa kwa Ibrahim, mpaka akaokoka pamoja na vitimbi vyote. Ibrahim aliamua kuhama katika sehemu ile, akasema waqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, wacha niondoke katika maeneo haya. Anahama kiakili yake, kimawazo yake, kabla hajahama kieneo. Watu wengi wanataka kuhama kwamba wapate eneo. Uhama kwanza kifikra yako, kama alivyofanya Ibrahim alayhi salam. Wakati anahama Ibrahim alisema inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu nipe mimi miongoni mwa vitu ambavyo vitakavyokuwa vyema. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihadithiwa kisa hichi katika Qur'an, kiko vizuri sana katika surat Sad atakid, kwa maana kwamba akawa anazungumzwa Ibrahim, akasema fabasharnahu bighulamin halim. Mwenyezi Mungu anamzungumzia kwamba Ismail alikuwa ni ghulamin halim, yani kijana ambaye ni mpole, na upole wake ulidhihirika baada ya kwamba Ibrahim alayhi salam alipomwita mwanawe, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Angalia, Ibrahim alayhi salam baada ya kuwa ameruzukiwa mtoto katika kipindi kigumu, katika umri wa uzeeni mwake, lakini bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mtihani, na mtihani huo anampa baada ya kwamba Ismaili keshaanza kuwa na haraka, keshaanza kutembea, keshaanza kuwa ni mtu wa kufuatana sasa na baba yake kwenda kutafuta maisha. Ndio kipindi hicho mtihani mwingine unamkumba, anaona ndoto kwamba mtoto wake anamchinja, na akamwambia mwanawe inni ara fil manami anni adhbahuka. Hii ni ubudia. Lakini angalia Ismaili aliosifiwa ghulamin halimu, akasema nini? Ya abati fa'al ma tu'mar, baba fanya ulichoamrishwa, nichinje, hakuna tatizo. Hivi leo katika muda ambao mtu ndio unakuwa unanusurika, unatoka katika matatizo, unaanza kupata kizazi ambacho ni chema, unaanza kujijenga katika maisha, alafu zile aseti zako zile vitega uchumi vyako katika watoto wako ambao unahisi ndio msaada wako, wanakuja ndio wanaambiwa. Kwa hiyo ili ukubali mambo haya inatakiwa kweli uwe na ubudia lillah. Lakini pia katika hikma za kuweza watu kuambiwa wachinje ni tausiatu ala ahli aljirani wa ahli alqurba, ni kwa maana kwamba kuwajengea watu mambo mazuri, majirani zako, watoto wako, watu waliokuzunguka, jamii yako, kwa kuweza kwamba kuwapa chakula, kuwapa nyama, kuwafanyia kwamba wasiweze kuhangaika katika kipindi hichi ambacho utakachokuwa wewe unafanya ibada hii ya udhiya. Kwa kweli ibada ya udhiya
tukubali kwamba ni ibada iliyokuwa nzuri, watu tuwe tayari kuipokea, tuchinje kichinjo ambacho kitatakiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini chenye sifa maalumu na katika wakati maalumu. Tukutane biidhnillahi Ta'ala katika series yetu na silsila yetu ya pili kujua ni yupi ambaye anatakiwa kuchinja, ni yupi kitu gani kinachotakiwa kuchinja, sifa zake na vingine ni wakati gani wa kuchinja. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siwaone madhaifu kawaekea vikwazo, wenye yao mapungufu Ilahi kaweka nyenzo, kawatunukia kevu maarifa na muongozo.